uwanja wenu. Karibu sana. Tukianzia ladies first. Nachopenda kuwaambia wananchi ni kwamba washirikiane na sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, washirikiane na sisi katika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, ambazo taarifa tunaweza kuzipata kupitia ofisini kwetu. Unaweza kuja ofisini kwetu ambayo ofisi yetu ipo mtaa wa Ikulu. Kwa unaweza kufuta pale ofisini kwetu ukatoa kwa endapo kama una malalamiko yoyote ambayo yanahusisha vitendo vya rushwa, au unaweza kutumia simu ya mkononi, simu ya bure 113. Na pia napenda kuambia wananchi kwamba wahudhurie kwenye hivi vikao vya TAKUKURU Rafiki ambavyo vinafanya katika kata mbalimbali. Wao na ule muamko, wakisikia kama kuna tangazo kwamba kuna kikao fulani cha TAKUKURU Rafiki, wafike pale. Maana kwenye hivyo vikao vya TAKUKURU Rafiki vinashirikisha sana wale wananchi na wadau mbalimbali katika kutatua zile kero ambazo zinaweza kutokea katika huduma mbalimbali za kijamii ambazo tunazipata sisi, labda kwenye huduma ya afya, huduma ya elimu, huduma mbalimbali ambazo zinazotoka katika jamii yetu. Kwa hiyo wafike kwenye hizo program za TAKUKURU. Sawa. Amemaliza dada pale. Karibu. Asante sana. Tukiwa katika mwaka huu 2025 ambao ni mwaka wa uchaguzi, tunatarajia jamii ipingane, yani ipambane na vitendo vya rushwa, hasa kujilinda wasishawishiwe na kupewa hongo wanapokwenda kwenye uchaguzi. Kwa sababu wale wanaochaguliwa katika uchaguzi huu, na bahati nzuri ni uchaguzi mkuu, rais, wabunge, madiwani, wale wanaochaguliwa wanakwenda kuiwakilisha jamii kwa kipindi cha miaka 5. Sasa kama watajihusisha na vitendo vya rushwa wananchi, obviously watapata watu ambao hawafai. Na wakipata watu ambao hawafai, anayeumia sana ni mwananchi mwenyewe, na sio sisi. Hata sisi kwa sababu tuko kwenye familia hiyo, tunaweza tusiumie, ila mwananchi mwenyewe lazima atambue umuhimu wa kufanya uchaguzi ambao ni safi, uchaguzi safi. Yani kwa maana ya kwamba akiona kama kuna kwa mfano sasa hivi kuna watu wameanza kampeni mapema, sisi tunashughulika na hivyo vitu vyote. Kwa hiyo mtu akiona kuna dalili za kampeni zinafanyika, ni heri akatoa taarifa kwa ofisi yetu. Hapo pia unakutana na baadhi ya viongozi. Sasa hivi wanaanzisha ligi za mbuzi, unakuta watu wanapewa matisheti, mikutano ya ndani haiishi. Hiyo tunaweza tukaiwekaje? Kwa kweli ni kwamba kwa sababu sisi uchunguzi ni kazi yetu, na uchunguzi, lengo la kufanya uchunguzi ni kubaini kosa au kutokuwepo kosa. Yani tunajaribu kuprove au kudisprove ile malalamiko. Kwa hiyo kuna aina ya ligi zinazoanzishwa ambazo ziko vizuri tu, hazina tatizo lolote. Ila kuna ligi ambayo unaona kabisa anayeanzisha ni mtu anayetarajia kugombea, mwenye yale matarajio. Tunatamani vile vitendo viripotiwe, vitolewe taarifa TAKUKURU. Ili sisi kupitia uchunguzi tuangalie kama kile kilichofanyika ni halali au ni rushwa. Kwa sababu huwezi ukapiga marufuku kabisa kitendo cha uendeshaji wa ligi. Uendeshaji wa ligi ni sehemu ya burudani za jamii, na ni kukuza maendeleo pia. Lakini ukisema upige marufuku kila kitu kisifanyike, tutakuwa tunadumaza maendeleo ya wananchi. Kwa hivyo sisi tuna uwezo wa kutafsiri baada ya kufanya uchunguzi, kutafsiri kwamba hiki kitu kinaenda kwenye tuhuma au sio tuhuma, ni kitu cha kawaida tu. Hivi mfano pia kiongozi mmoja, au sio hata kiongozi, mtu ambaye kwenye stories za mtaani wanakuambia anataka kugombea kwenye eneo fulani, labda ikatokea Pasaka au Idi, akaita tu watu wa eneo lake, jamani mimi leo nataka mje mle kwangu kufurahi na mimi. Hiyo nayo tutasema ni rushwa au mtu tu ameamua kujitoa? Hiyo bado inabaki kwenye kile nilichokisema, yani kwamba kuna upimaji ambao unaweza kufanyika. Lakini sana kwa sababu sisi tumepewa nguvu ya kuingia pia kwenye taasisi, hata vyama vya siasa,
yani taasisi zote tuna uwezo wa kugundua kama huyu mtu kwanza kiukweli ni mgombea au yani anaenda ana nia ya kugombea au hana. Mwananchi wa kawaida unaweza kuwa umesikia tu mtaani wanasema wewe unataka kugombea. Lakini asiwe kweli anataka kugombea. Na pia anapokusanya watu, kama amekusanya watu kwa ajili ya sherehe, basi ishie kwenye ile sherehe. Sio sasa pale kwenye sherehe aanze kutangaza nia. Hilo sasa inakuwa tatizo lingine. Kwanza unaweza ukafika pale ukala, afu ukapewa nauli, jamani mtarudi nyumbani. Hiyo ndo hicho ninachosema kwamba akitoa katoa chakula, katoa nauli, asihusishe tu vile vitendo alivyofanya na nia yake ya kugombea. Yaani akisema tu nakupa nauli na nini, lakini utaniona mwezi wa 10 mwaka huu. Sasa ile yeye anaweza asiongee moja kwa moja kwamba mimi nitagombea. Lakini kwa sababu wewe mwananchi umeenda kwake umekula, ukapewa nauli, ukamuona baadaye amegombea, kwa nini usimpe? Mtu unashikwa na aibu. Lakini mimi ninachoamini kwenye hizi sherehe na nini, vitu vingi tunakuepo kwenye sherehe nyingi za kawaida za jamii. Kwa hiyo mtu kama hajatangaza nia yoyote, akikupa chakula au akakupa na hiyo nauli, alafu akaondoka, asimstafutane, sio rahisi kumkumbuka. Inakuwa sio rahisi kumkumbuka. Ila kama mliwekeana kama mkataba kwamba bwana nakupa hiki, lakini unikumbuke unapopiga kura. Hapo sasa ndo anakuwa ameingiza vitendo vya rushwa kwenye kile chakula. Lakini kama ni chakula amealika watu, ndugu, majirani, nimeona juzi hapa kuna mtu alikuwa anafanya birthday usiku hivi mtaani, amealika watu, ile inakuwa haina tatizo. Lakini ikifika sehemu sasa yuko pale alafu akasema jamani mimi nitagombea udiwani au ubunge mwezi wa 10 huko, kwa hiyo jamani nimewaona hivi tushirikiane kwamba warudishe fadhila, hapo moja kwa moja atakuwa ameingia katika hatia. Sisi bwana tulikuwa tunamaliza na TAKUKURU, labda kama kuna jambo madam nataka kuongeza, maana ni kama kuna neno hivi. Jambo lingine ambalo napenda kuongezea ni kwamba wananchi wanaweza kutumia namba hizi katika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Ambazo kuna namba 2 hapa ambayo ni 0738150096. Namba inasema kwamba ni 0738150096. Kwa hiyo mwananchi tu unaweza ukapiga hiyo namba na ukatoa taarifa yoyote ambayo inahusiana na vitendo vya rushwa.